Chadema tunajiuliza maswali, wameingia mkataba gani na kanisa? Na hii wala sio masara. Sisi kwa mwenendo wa Chadema tutaanzisha harakati maalum ya kuipiga vita kwa Waislamu isiungwe mkono, na tunaweza na tuna njia za kuongea na waumini wakatuelewa. Kwa nini? Kwa sababu tunaona wametengeneza bond kati ya Chadema na kanisa Katoliki. Kama kuna kamkakati fulani kanatengenezwa baina yao kwa ajili ya maslahi. Sasa mtu yoyote akikupambania lazima kuna namna ya kulipa fadhila. Sasa isije ikawa kuna mikataba ya siri ambayo imefanywa baina ya kanisa Katoliki na Chadema. Inawezekana. Kwa namna hiyo hatuwezi kukubali. Ili taifa la kwetu sote. Taifa hili la Wakatoliki, Waanglikana, Wasabato, Waislamu wa madhehebu yote, wote kwa ujumla, ili ni taifa letu. Nini sasa? Kwa kuelekea kumalizia, niseme kuna jambo moja muhimu sana. Kwa kumalizia, watu wanaweza kuuliza, mnashauri nini? Cha kwanza, sisi tunaamini kwenye mazungumzo. Mazungumzo yanajadili mambo mengi. Kama tuna shida ya katiba, maana yake kwenye mazungumzo tutajadili. Kama ni tume huru ya uchaguzi, kwenye mazungumzo tutajadili. Kwa hiyo mimi nataka niseme tujadili kwenye mazungumzo. Kwa mazungumzo yawe na nia njema, sio kuna mtu mmoja anaitwa Malisa. Yule Malisa ametangaza kwamba ana kamati yake inaitwa kamati ya maridhiano ya taifa. Tatujiulize maswali. Huyu Malisa ndo alikuwa mjumbe katika halmashauri kuu ya CCM. Huyu Malisa ndio mtu wa kwanza kumpinga Mama Samia asiwe nani? Rais. Leo huyu anapataje kibali cha yeye kuwa ndo sehemu ya kutengeneza kamati aliyakuwa hata kabla ya machafuko tulikuwa tunajua lengo lake na nia yake? Alafu kwenye hayo maelezo yake, kamati yenyewe ilivyoundwa ndo kichekesho. Kamati imeorozesha maaskofu na wachungaji, alafu wakamchukua Shehe Ponda wakamdumbukiza pale ili angalau watu waseme na Ponda yumo. Lakini wachungaji zaidi ya 8, maaskofu wamejaa. Hiyo ni kamati ya kitaifa, kamati ya kanisa.